إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الكرام، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون. أما خطبتنا اليوم إن شاء الله تعالى سنكون في الموضوع الإتقان في العبادات. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awali ya yote ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama khutba yetu ya Ijumaa tutakuwa ni wenye kuzungumzia juu ya unwani ya kukumbusha nafsi zetu al-itqanu fil ibadat, mtu kuwa na ufanisi katika ibada zake. Al-itqanu fil ibadat, kuwa na ufanisi katika ibada zake. Kama la yakhfa ladaina, kama vile ambapo haifichikani kwetu sisi. Kullu wahidu minna, kila mmoja katika sisi, idha arada an yaf'ala shay fala budda an yutqinahu wa yujammila. Kila mmoja lazima alifanye jambo lake kwa uzuri na alipambe zaidi. Bali wengine katika biashara zao wanajitahidi kuweka taratibu zilizo nzuri katika kufanya biashara zao ili waingize faida. Lakini hata katika kutengeneza mazingira ya makazi, unakuta leo mtu amejenga nyumba imekaa kwa design fulani, lakini anakuja kuona hii kama vile imepitwa na wakati, anaibadili nyumba ile inakaa katika muonekano fulani, anatia na rangi inakuwa ni mujammala, lakini anafanya hivyo ili iweje? Kwa ajili ya ayunin nas, kwa ajili ya macho ya watu peke yake, wala si kingine. Je, katika ibadat ambayo tunatakikana tutengeneze vizuri kwa ajili ya jicho lake Allah subhanahu wa ta'ala, sio macho ya wanadamu, huko ndo tunatakikana tutengeneze zaidi na zaidi, kwa sababu kule tunatengeneza kwa ajili ya jicho la Allah subhanahu wa ta'ala, sio macho ya viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika suratul Hashr aya ya 18, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, ittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, walitanzuru nafsu ma qaddamat lighad, kila nafsi iangalie imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Wattaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha khabirun bima ta'malun, Allah ana habari kwa yale yote mnayoyatenda. Ndani ya aya hii kuna mafunzo tunayoyapata ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, ittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala katika ucha Mungu ule, mkiwa mnamcha Allah subhanahu wa ta'ala, walitanzuru nafsu ma qaddamat lighad, nafsi iangalie ni kipi imetanguliza kwa ajili ya kesho. Maana yake ni nini? Tunapata mfano mzuri kwenye aya iliyoko katika suratu Abasa, falyanzuril insanu ila ta'ami, mwanadamu atizame chakula chake.
Kama unatizama chakula maanake kipo, lakini ukitizame ni cha halali, kasabul halali au ilharam, ni chumo la halali au la haram. Hiyo ni moja. Lakini pili, kina faida gani kwenye mwili wako? Kina vitamini gani? Au ni wanga peke yake, au ni vitamini peke yake, au ni kadha wa kadha wa kadha. Ndiyo maana ya walitandhuru nafsu ma qaddamat lighad, sawa na kuambiwa falyanzuril insani ila taami, atizame kwenye chakula chake. Maanake chakula kipo, akitizame. Na huyu mwanadamu anapoambiwa yale aliyoyatanguliza kwa Allah, maanake yapo, ameyatenda. Lakini je, haya aliyoyatenda akiyatizama, akiyaweka katika mizani ya kuyapima matendo yake, yanaweza yakamsaidia kesho? Yanaweza yakawa yana manufaa? Au umetenda lakini ikawa sawa na yale ambayo watu wakatenda, lakini Allah akasema waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, tumewatangulizia yale yote walokuwa wakiyatenda tukajalia kuwa ni mavumbi ya kupeperuka. Manake matendo yapo, lakini ni sawa na mavumbi, hakuna kitu. Hasa aangalie mwanadamu kwenye matendo aliyoyatenda. Haya matendo hal sayanfa'uhu ghadan amama rabbih, je yatamnufaisha kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Am lam yutqinu fil amal, au hajafanya vizuri katika yale matendo, wasayakunu haba'an manthura illam yutqan, na yakawa ni mavumbi ya kupeperuka endapo hayatatengenezwa katika uzuri au katika ile hali inayotakikana. Ndugu zangu katika imani, Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على شفير قبر. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alisimama juu ya kaburi. Akiwa amesimama juu ya kaburi na watu wako kwenye mazishi, basi alikuwa inda dafni, wakati wanazika, na aliyekuwa akizikwa alikuwa min ahadi sahaba, alikuwa ni mmoja kati ya masahaba. Faraa hufratan au faraa furjan fi al-labin, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama akaona kuna uwazi na kuna mwanya kwenye tofali alladhi yubna bihi al-qabr, lile tofali ambalo yule mwanandani anajengewa kwa ndani. Akaona kuna mwanya umeachwa ambao unaweza ukavujisha udongo kwenye kwa maiti kule ndani. Fa amara bisaddiha, Bwana Mtume akaamrisha, akasema zibeni ule mwanya, uzibeni ule mwanya. Faqala lahu qail, mmoja katika wale walokuwepo pale miongoni mwa masahaba akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, hal yadhurru hadha ala almayit shay'an, je huu mwanya unaouona unaweza ukaleta madhara kwa maiti? Au udongo ukiingia ukimpata kule utaleta madhara kwa maiti? Faqala, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, amma innaha la tadhurru wala tanfa, asema ule mwanya ule hata udongo ukiingia kule hauna madhara wala hauna manufaa. La tadhurru wala tanfa, hautoleta madhara wala hautoleta manufaa. Walakinaha, lakini sasa, tuqiru aini alhayy, ili jicho la mtu aliye hai liweze kutulizana. Angalia, mimi nimeona kuna mwanya haujakaa vizuri, nataka jicho langu pia litulie. Tuqiru aini alhayy, linaweza likamtuliza yule aliye hai. Jicho lake litaona hapa ndiyo sawa, jicho langu likiona hapa ndo sawa, ndo nimefanya itikani katika amali. Lakini endapo utafanya jicho linaona hapa sivyo, alafu unaendelea kufanya, ina maana haujafanya itikani katika kitendo chako. Lidhan akasema, wa innal abda, hakika ya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, idha amila amalan ahabba Allahu an yutqinahu, hakika ya mja pindi anapotenda matendo, Allah anapenda ayatende kwa uzuri zaidi na zaidi. Mja anapotenda matendo, Allah anapenda mja huyo ayatende matendo hayo kwa uzuri, afanye kwa itikani. Kisha imekuja katika hadithi athari ya Asim ibn Kulaybi al-Jurmi. Asim ibn Kulaybi al-Jurmi mwenyewe amepokea radhiyallahu ta'ala an, asema shahidtu al-janaza
allati shahidaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ana wa abi, nimeshuhudia jeneza ambalo bwana mtume alilishuhudia. Tukiwa kwenye jeneza hilo nilikuwepo mimi na baba yangu, wa ana ghulamun aqilu wa afham, na mimi nilikuwa ni kijana natambua na nafahamu. Fantaha bil janaza ila alqabri, janaza likafikishwa kaburini. Walam yumakkana laha, lile kaburi halikutengenezwa vizuri, wamechimba tu rafurafu ovyo ovyo, wakatoa udongo basi ikatosha, hawajalitengeneza vizuri, hawajalichonga. Fajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, akawa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, sawu lahad, sawu lahad, sawu hadha lahad, sawu hadha lahad, mchongeni mwanandani vizuri, mchongeni huyu mwanandani vizuri. Hatta dhanna an-nas annahu sunna, mpaka watu wakadhania kumchonga mwanandani vizuri ni katika sunna. Watu walipodhania hivyo, faltafata ilayhim an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqal, bwana mtume akawageukia akawaambia hivi, amma inna hadha la yanfa'u lilmayiti wala yadhur, hakika ya hili halina manufaa kwa maiti wala halina madhara, halina manufaa wala halina madhara. Walakinna Allaha yuhibbu min al-amili idha amila an yuhsina, Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kwa yule anayetenda matendo yoyote unaoyatenda, Allah anapenda uyatende kwa uzuri, uwe na itikani, uyatende kwa ufanisi, uyatende kwa uzuri wa hali ya juu, angalau hata kila mmoja wapo anapoona asema kweli huyu amefanya. Allah anapenda utende vizuri. Hivyo ndivyo ambavyo yatakana. Haya ni katika masala ya ibada ambayo yatakana kila mmoja wetu atende ibada vizuri, kwa sababu ataonyesha jicho lake Allah lione kwamba huyu ametenda vizuri. Riya imekatazwa na ni haramu, lakini ni riya kwa wanadamu, sio riya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapenda akuone wewe, lakini unapotaka riya au sum'a kwa wanadamu, hayo ni makosa. Muonyeshe Allah subhanahu wa ta'ala annaka mutqinun fil ibadat, kwamba wewe unatenda vizuri katika ibada zako, fi salatika, fi sadaqatika, fi qiyamika, wa fi qiraatika alqur'ani wa ghairi dhalika, wa fil adhkari. Fanya vizuri, Allah akuone kwamba umetenda vizuri. Angalia, miongoni mwa visa vyenye athari kubwa katika hili ni kisa cha Ata ibn Sulaimi. Ata Sulaimi, wengine katika muarikhina wakasema Ata Sulaim al-abidu al-basri, alikuwa ni mcha Mungu katika mji wa Basra, at-tabi'i al-jalil, na ni tabi' aliyekuwa ni mwema kweli kweli. Kana idha baka 3 ayami wa layaliha, alikuwa anapolia min khashyati llah, kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, analia siku 3 mfululizo, usiku na mchana, akiwa ni mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Qila innahu baka hatta amisha, yasemekana alilia mpaka macho yake yakawa yameharibika, yani yakakosa ile nuru kwa kulia muda mwingi, mpaka ikafika mahala macho yakawa hayana nuru nzuri. Na akasema Nuaim ibn Murawwa rahimahullah, ataina Ata Sulaimi faja'ala yaqul, siku moja tulimwendea Ata Sulaimi akawa anasema maneno haya, laita Ata lam taliduhu ummahu, laiti Ata asingezaliwa na mama yake. Ata laiti asingelizaliwa na mama yake, kwa sababu haoni katika hii dunia illa taabun wa mashaqqa, isipokuwa ni tabu na shida. Haoni katika hii dunia isipokuwa ni darul ibtila, ni nyumba au eneo la mitihani. Akawa anasema laiti Ata asingezaliwa na mama yake, laiti asingezaliwa na mama yake. Mpaka katika baadhi ya wanawachuoni wakasema
kunna nadhunnu anna Atwa laysa min ahli dunya, tulikuwa tukidhania huyo Atwa Usulaimi si katika watu wa duniani, vile alikuwa ni mwanazuhudi, kama vile ni mtu wa akhera moja kwa moja. Alikuwa akirejea maneno haya, wakarara dhalika hatta isfarrat shams, aliendelea kurejea maneno hayo mpaka ilikuwa ni alfajiri, mpaka jua likawa limepanda juu. Wakana Atwa rahimahullahu ta'ala yaakulu min amali yadi, Atwa alikuwa akila riziki yake alikuwa anaitafuta yeye mwenyewe, akila kwa kazi za mkono wake, sio mtu wa kuombaomba. Alikuwa anakula kwa kazi anazozifanya mwenyewe kwa mikono yake. Wakana yansiju athwaba, alikuwa akifanya kazi ya kufuma zile nguo, anafuma nguo. Thumma yadhhabu ila suqi fayabia, kisha anaenda sokoni, anaenda kuuza. Siku moja, fi ahadi al-ayyam, moja katika masiku, nasaja thawban wa dhahaba bihi ila suqi liyabia, siku moja akashona nguo yake vizuri, akaifuma vizuri, akaichukua akaenda sokoni kwa ajili ya kuiuza. Alipofika sokoni, falamma aradahu ala albazaz, alipoitoa ile nguo kwa mnunuzi, kwa yule muuza vitambaa, akaipeleka akaiuze nguo yake pale kwa muuza vitambaa. Alipompelekea yule muuza vitambaa, akhadha yuqallibahu biyadihi, yule muuza vitambaa akawa anaigeuza ile nguo kwa mkono wake, anageuza huku na huku, anageuza ndani nje, anaitizama vile ilivyoshonwa. Thumma arkhasa thamanahu, arada alayhi fihi si'ran rakhisan aqallu mimma kana yutawaqqa, kisha yule mnunuzi ambaye anatakana kuinunua nguo ile akamtajia bei ndogo sivyo alivyokuwa anatarajia. Akamwambia, hii nguo bwana nitainunua, lakini tu basi tu, ila hii nguo hii nitanunua kwa bei ndogo sana, takupa dirham kadhaa. Lakini akampa bei ndogo sivyo alivyokuwa anatarajia, yani haijafikia hata nusu wala robo ya vile alivyokuwa anatarajia kwamba atapata lile chumo la siku ile. Fasaalahu lima, akamuuliza, kwa nini unipe bei ndogo namna hii? Faqala albazaz, hadha thawbu fihi min aluyubi kaita wa kait, akamwambia, hii nguo ina aibu kadha na kadha na kadha, kuna aibu hii hapa imetoboka, aibu hii hapa iko kadha, aibu hii hapa iko kadha. Akamwambia, undhur ila nasji huna ghaira mutanasiqin ma'a janibil akhar, angalia upande huu uloshona, hii nakshi uloiweka upande huu haifanani na ya upande huu, zimetofautiana. Hata haya maua uloyaweka huku, urembo huu unatofautiana na urembo wa upande huu, hauendi sawa, haujaendana. Lakini wandhuru ila kummi thawb, angalia hata mikono yake, mkono huu na huu yaonyesha huu kama vile mrefu kidogo, huu kama una ufupi kidogo. Kwa hiyo inaonyesha hii nguo ina dosari nyingi, kwa hiyo nitakupa bei ndogo. Nasji huna ghairu muttaqin, upande huu haujatengeneza vizuri. Akhadha Atwa thawbahu watanaha janiban wa akhadha yabki bukaan shadid, Atwa akaichukua ile nguo yake, akakaa pembeni kidogo mwa duka la muuzaji, akaangua kilio kikubwa sana, akalia kilio ambacho mpaka yule mnunuzi akamuonea huruma, akaona, kwa nini nimemtajia huyu jamaa hii bei, mbona analia mpaka amekaribia kufa hapa kwenye duka langu. Akaangua kilio kikubwa sana. Raqqa lahu albai', yule mtaka kununua akamuonea huruma, waqala la, akamwambia, ya Atwa, ewe Atwa, kam turid ana utik, wataka shilingi ngapi mimi nakupa, taja bei yoyote unayotaka nitakupa, hata kama iwe ni kubwa kiasi gani, sa utika, nitakupa. Ana utika bithamani alladhi turiduhu anta, mimi nitakupa kwa thamani yoyote unaotaka, acha kulia rafiki yangu. Wa Atwa akiendelea kulia, Atwa ayabki wa yantahib, analia lakini anapiga kwikwi nyingi. Indama hada bukauhu,
Alipomaliza kulia, Ata nadhara ila albai wa qala la, akamtizama yule jamaa alotaka kuinunua ile nguo, akamwambia laisa hadha alladhi abkani, hii bei ulonipa sio ile ambayo imenifanya mimi nikalia. Laisa hadha alladhi abkani, sio hili ambalo limeniliza mimi. Walakin alladhi abkani, kilichoniliza mimi, anni ana sahibu hadhihi sun'a, mimi ndo niliyeishona nguo hii, nimeifuma mwenyewe, mimi ndo nimeishona. Lakini kazi hii ya kushona, wa ana ansiju thiyaba mundhu zamanin tawil 70 sana, na mimi nimeanza ufumaji wa nguo siku nyingi sana, mpaka leo nina miaka 70 nafanya kazi hii. Wa maadhalik wa hadha thawbu ijtahadtu fi itqanihi, hii nguo nimejitahidi kuishona katika nguo zangu zote, hii ndo nimeishona vizuri zaidi. Yaani tangia nianze kazi, hii ndo nimeitengeneza vizuri kushinda zote. Wajtahadtu fi anna nasjahu nasjan daqiqan, nimejitahidi mshono wake ni mshono wa hali ya juu mno, hauwezi kufikiwa na mishono yote niloshona. Fa indama araftuhu alaik, lakini nilipokuletea wewe, wa anta alkhabiru almutakhassis, wewe ni mtu mtaalamu uliyebobea kwenye haya mambo ya ushonaji, akhrajta fihi min aluyubi kaita wa kaita, ukaitolea nguo yangu aibu kadhaa na aibu kadhaa, ambayo mimi nimeona hii ndo nguo pekee ambaye hata kuiuza kwenyewe naona nisingeiuza niivae mimi, kutokana na uzuri wake na quality yake ilivyo, lakini ukanitolea aibu 1, 2, 3. Fatamathaltu mawqifi amama Allahi azza wa jalla yawm alqiyama, nikafananisha ulivyonitolea aibu za nguo hii, nikafananisha na kisimamo changu siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi nitaenda kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? A'mali allati ajtahidu fi itqaniha, matendo yangu ambayo najitahidi kuyatenda leo ya kiibada, huwa alladhi sayuhsini, ndiyo yeye Allah atakayehisabia. Wasayandhuru uyuba, ataangalia aibu za matendo yangu Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kwenye nguo wewe binadamu umenitolea aibu za namna hii, je, kwenye matendo yangu, kwenye ibada zangu, Allah atanitolea aibu ngapi pale nitakaposimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hili ndo lilonifanya mimi nikalia. Wa ahris an takuna kamilatan, na napupia kila siku matendo yangu yakamilike. Kaifa law urithtu ala Allahi yawm alqiyama wa huwa alkhabiru biha, vipi nikaosimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ndio ana habari wakati unayatenda yale matendo. Ata wakati anaishona ile nguo, yule mnunuzi hakumuona wala hakuwepo, na wala hajui material aliyoyatumia, ameenda kuyaona pale dukani, alafu akayatolea kasoro. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala wakati unatekeleza yale matendo yake anakuona, anashuhudia, na vile unavyofanya anaona, vile unavyofanya kwa madhaifu yako anayaona, alafu yeye anaenda kukuhisabu wakati unatenda alikuwa anakuona. Asema hili ndio lilonifanya mimi nikalia. Hichi kilio chote sio kwa sababu umeniambia bei ndogo, hili ndio lilonifanya mimi nikalia, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alkhabiru biha, yeye ndo ana habari kwa matendo yetu. Kam yadhharu fina min aluyubi wan nuqsani, aibu ngapi zinadhihiri kwetu sisi na mapungufu mangapi yanadhihiri kwetu sisi. Fi ibadatina, katika ibada zetu. Fi muamalatina ma rabbina, katika muamala wetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Udu rabbakum wa antum muqinuna. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya'il mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Uswikum maratan thaniya thumma uswi nafsi bitaqwa Allahi subhanahu wa laqad faza wa najal muttaqun. Al-itqanu fil ibadat, kila mmoja ajitahidi kutenda wema, kujitahidi kutekeleza kwa uzuri ibada zake anazozitenda.
kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-latiful khabir. Yeye ndiyo mwenye huruma, yeye ndiye mpole, yeye ndo mwenye habari na yale yote tunayoyatenda. Anafahamu sirrakum wa najwakum, anafahamu yale ya siri mnayoyatenda, yale ya wazi mnayoyatenda. Ya'lamu sirrakum wa jaharakum, anafahamu yale ya siri na ya wazi mnayoyatenda. Ya'lamu hadha almutqin wa hadha almusrif, huyu ametenda vizuri, huyu ameharibu, ametenda israfu. Ya'lam kulla shay fi taqallubatika hatta qala alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin, paka yeye akasema, ndo yeye anayekuona kwenye kisimamo chako kwenye ibada na hata unapojigeuza kwako katika sijida zako, katika ibada zako, yeye anashuhudia yale yote. Allah anatambua yote. Huyu ameswali, tena ameswali hana udhu, wakati mwingine ameswali akifikiria matjari, biashara yake. Huyu ameswali anafikiria mtoto wake anaumwa. Huyu ameswali anafikiria kadha. Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu vyema na anatambua. Ijtahidu fil itqan, jitahidini kutenda matendo yenu kwa uzuri zaidi, ili angalau, kwa sababu yule anayaona wakati mnasimama katika kuyatenda, na yeye ndo atakaye ya hisabu, atahisabu akiwa ni mjuzi zaidi vile mliokuwa mkiyatenda. Ndugu zangu katika imani, Allahumma taqabbal minna waghfir lana khatayana wa taqsirina indama tu'radu al-a'malu ilayka ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.